Semina yetu itaanza kwa namna hii. Unaweza ukaandika semina yetu, tutaangalia vitu mbalimbali. Namba 1, tutaangalia maana ya kuokoka. Nitaviorodhesha vyote lakini sitafundisha vyote. Kila siku tutakuwa tunajifunza kimoja kimoja. Namba 1 itakuwa ni maana ya kuokoka, ijue maana ya kuokoka na zinginezo zinazoendelea. Namba 2, ondoleo la dhambi. Namba 3, kuwekwa huru. Namba 4, ahadi ya Baba, na zingine nitazitaja kesho. Lakini leo tutaangalia namba 1 ambayo inasema ijue maana ya kuokoka. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna sababu kubwa sana. Kuna sababu sana ya kujua maana ya kuokoka. Na maana ya kuokoka tutaangalia katika kitabu cha Warumi 10 mstari wa 9 na wa 10. Kama kuna mtu mmoja anaweza kutusaidia kusoma Warumi 10 mstari wa 9 na wa 10. Nasoma kwa jina la Yesu. Amen. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Maana ya kuokoka, Biblia inasema ukimkiri. Kwa maana ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, unapata wokovu. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia iko wazi. Njia ya wokovu haiko kwa namna nyingine tofauti na kukiri. Na kadri tunapozidi kuendelea nitakufundisha maana ya wokovu pia. Bwana asifiwe. Nitakufundisha mtu anaposema nimeokoka ni nini maana yake. Sio tu yale matamshi, lakini anasema ukimkiri Yesu kwa kinywa na kuamini ndani ya moyo wako ya kuwa Yesu ni Bwana, unaokoka. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hatua ya kuokoka namba 1 ni kukiri. Unamkiri nani? Unamkiri Yesu kuwa ni Bwana. Na kwa nini unamkiri kuwa ni Bwana? Kwa sababu Yesu ni mtawala. Neno Bwana maana yake ni mtawala. Bwana asifiwe. Sasa unapomkiri kuwa ni Bwana, maana yake unamaanisha kwamba ni mtawala katika maisha yangu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unaposema kuanzia sasa ninakukiri Yesu kuwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, maana yake unamaanisha kwamba kuanzia sasa nataka utawale maisha yangu. Ndio maana ya Bwana. Ukimkiri Yesu kwa kinywa ya kuwa ni Bwana na kuamini, basi unapata wokovu. Bwana asifiwe. Haleluya.
na sababu ya kumkiri Yesu. Kwa nini awe Bwana kwenye maisha yako? Au kwa nini awe mtawala kwenye maisha yako? Kitu gani ambacho kimetokea mpaka unamhitaji Yesu atawale maisha yako? Maana yake ni hii: kabla ya kuokoka kuna kitu kilikuwa kinakutawala. Yaani kabla hujaokoka kuna Bwana alikuwa anakutawala, au kuna nguvu ilikuwa inakutawala, na hiyo nguvu ndiyo ambayo ilikuwa inakutenga na Mungu. Kabla ya kuokoka kuna kitu kilikuwa kinakutawala, nacho ni Bwana, kwa sababu kila kitu kinakuwa ni Bwana. Tofauti nitakufafanulia tutakapokuwa tunaendelea. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sasa unaposema Yesu, ninakukiri leo uwe Bwana, maana yake unamwambia nakupa maisha yangu. Huku ninakoenda siko, hii njia niliyopo sio. Sasa ninaamua kukupa maisha yangu. Sasa ninaamua, nimechoka na utawala huu, nimechoka na nguvu hii inayonitesa. Sasa ninataka nikupe maisha yangu ili unitawale wewe Yesu, ili uniongoze wewe Yesu, ili unifundishe kusema wewe Yesu, ili unifundishe kuomba wewe Yesu. Maanake unitawale maisha yangu, uwe Bwana kwenye maisha yangu. Bwana asifiwe. Kitendo tu cha kusema vile, kitendo tu cha kumkiri, tayari unatoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Bwana asifiwe. Jambo linalofuata katika kukiri kwako ni lazima uwe na imani, ni lazima umwamini, kwa sababu iko hivi: uweze ukampa maisha yako mtu ambaye huna uhakika naye. Uweze ukampa mtu maisha yako ambaye unajua kabisa huyu mtu ni hatari, ataharibu maisha yako. Kwa namba 2, ni lazima umwamini moyoni mwako. Unapomwamini Yesu, unapomkiri Yesu, hapo ndipo ambapo wokovu unapatikana. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Sasa kuna namna nyingine ambayo nataka niielezee, ambayo tuna tafsiri tofauti. Tuna tafsiri namna gani? Kuna mtu anafikiri nikiingia kanisani ndio nimeshaokoka. Kuna mtu anafikiri akimkiri tu Yesu bila kuamini ndio anakuwa tayari ameshaokoka. Hapana, hivi vitu lazima viende pamoja: kukiri na kuamini. Kukiri na kuamini ni kumpa Yesu maisha yako, ni kumwambia Yesu, ongoza maisha yangu sasa, ni kumwambia Yesu, badilisha maisha yangu sasa. Ninakuamini, niko tayari kwa maelekezo, niko tayari kwa kuonywa, niko tayari kwa kufundishwa. Sasa kuna watu wanaingia kanisani, lakini wanapofundishwa hawapokei yale mafundisho. Wanapofundishwa hawajengeki na yale wanayoambiwa. Wanapoonywa wanakasirika. Mtu anaweza kaingia kanisani, lakini tabia bado haijabadilika. Maana yake ni nini? Bado hajampokea mtawala ambaye ni Bwana, ambaye yeye akikaa kwako lazima maisha yako yabadilike. Maana kama utaingia kanisani na bado tabia yako haijabadilika, bado haujampokea Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi. Lakini ashukuriwe Mungu, kwa sababu wote tulioko hapa
tunajua kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi katika maisha yetu. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya. Unapomkiri Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi, kitendo cha kuingia kanisani, tunaanza kutegemea kuona mabadiliko. Tunaanza kutegemea kuona unakuwa muombaji. Tunaanza kutegemea kuona unakuwa mwimbaji. Tunaanza kutegemea kuona unajishughulisha na mambo ambayo huyu Bwana sasa uliyepokea anataka ujishughulishe nayo. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni kitendo cha kusema kwamba yule Bwana aliyekuwa ananitumikisha, ambaye ni Shetani, ambaye watu walikuwa wanachukia tabia yangu, walikuwa wanachukia mwenendo wangu, nilikuwa na watukana watu, nilikuwa na wakwaza watu, nilikuwa na wasengenya watu, nilikuwa nafanya kile kilicho kibaya. Sasa huyu Bwana ninaona ananifarakanisha na jamii. Sasa huyu Bwana ninaona anaondoa thamani ya maisha yangu. Sasa huyu Bwana ninaona ananitumikisha kwenye ulevi. Sasa huyu Bwana ninaona ananitumikisha kwenye mambo mabaya. Nimeamua kumchagua Bwana mwingine ambaye yeye atakuwa ni sababu ya baraka. Yeye atakuwa ni sababu ya watu kuniheshimu. Yeye atakuwa ni sababu ya watu kuniona na mimi ni mtu katikati ya watu. Naye si mwingine ni Yesu wa Nazareti. Yesu akikaa ndani yako, lazima watu wakikuona watabasamu. Yesu akikaa ndani yako, lazima kanisa likikuona lione utumishi ndani yako. Yesu akikaa ndani yako, hata kama kuna kwaya umejiunga, wewe uwepo wako kwenye kwaya ni wa muhimu, kwa sababu Yesu kuna kipawa anakupa ndani ya kwaya ambaye kila anayekuona atafurahia uwepo wako. Kwa nini atafurahia? Anayekuongoza wewe ni huyo Bwana ambaye anaitwa Yesu. Na jioni ya leo natamani kuona kila mmoja anapokea huyu Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi kwenye maisha yako. Ukiwa na Yesu hautachukiwa. Watakao kuchukia ni wachawi, watakao kuchukia ni waganga. Sikiliza niwaambie, simaanishi kwamba huwezi kuchukiwa kabisa, kwa sababu hata Yesu mwenyewe walimchukia. Ukiwa na Yesu, asilimia kubwa ya watu watakupenda, lakini hata watakao kuchukia itabidi tu wakuchukie, kwa sababu hata Yesu walimchukia. Unajua, unaweza ukafanya mambo mema na bado ukachukiwa. Kuna watu ambao ndani yao kuna mbegu ya Mungu, kuna watu ambao ndani yao kuna mbegu ya Shetani. Ni kama vile Mafarisayo na Masadukayo na waandishi ambao ndani yao kulikuwa kuna mbegu ya Shetani, ambao wao hawakukubali ule ukweli. Walimkataa Yesu, wakaanza kutafuta namna ya kuweza kumtesa, maana wao kwenye dini walikuwa na maslahi kwenye zile dini. Bwana asifiwe. Ndio maana kwenye zile dini, nitakufafanulia kidogo kwa nini walimchukia Yesu. Bwana asifiwe. Mafarisayo, Masadukayo, waandishi, makuhani, hao walikuwa wakuu wa masinagogi na makuhani ambao walikuwa kipindi kile. Wao walikuwa na maslahi kwenye dini zao, na ndio maana mtu yoyote alikuwa akitenda dhambi, ilikuwa ni muhimu kwanza akutane na wale makuhani ili aweze kununua njiwa kwa ajili ya kutakaswa zile dhambi walizokuwa nazo. Kwa hiyo walikuwa wananunua kondoo, walikuwa wananunua njiwa. Na ndio maana Yesu alipofika kwenye lile hekalu akawaambia, hekalu la Baba imeandikwa litakuwa ni hekalu la sala, lakini ninyi mmelifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Yesu akabadilisha mfumo ambao walikuwa wanatumia wao. Ili wakusamehe wewe, lazima ununue njiwa, lazima ununue kondoo. Na wale kondoo ulikuwa uruhusiwi kununua nje ya mlango wa hekalu. Bwana asifiwe. Kwa kulikuwa na kondoo, kulikuwa na njiwa, kulikuwa kuna nini, kuna kitu pale, na walikuwa wanauzwa kwa gharama kubwa sana. Kwa hiyo vile zilikuwa ni biashara za makuhani. Lakini Yesu alipokuja, yeye alikuwa tofauti. Ndio maana Biblia inasema akapindua zile meza, akafukuza njiwa, akafukuza toka hapo.
zina uwezo wa kufunika dhambi. Zilikuwa zifuki, zilikuwa zinafunika dhambi. Lakini ujio wa Yesu umeleta heshima kwenye kanisa. Ujio wa Yesu umekupa amani ulipo. Ujio wa Yesu umekufanya kuwa huru. Ungesimama piga makofi na vigelegele kwa ajili ya huyu Yesu. Haleluya kwa Mungu. Wangapi wanampenda Yesu sasa? Ujio wa Yesu umetuweka huru. Ujio wa Yesu umetuweka huru. Bwana sifiwe. Ndio maana nasema ukimkiri Yesu kwa kinywa na kuamini moyoni mwako unaokoka. Kwa sababu gani? Yesu amerahisisha njia ya watu kuokoka. Yesu ameleta wokovu kwa watu. Watu wanaokolewa kwa kutii na kuamini. Ndio maana nawapongeza mliokoka kwenye mkutano. Kuanzia leo maisha yenu mapya. Mliokoka zamani, kuanzia leo maisha yenu mapya. Na kwenye semina hii mtaendelea kuwa wapya mpaka tumalize semina hii. Bwana asifiwe. Haleluya. Kipindi kile ili usamehewe ulitakiwa kutoa mbuzi, ulitakiwa kutoa kondoo, ulitakiwa kutoa sadaka. Lakini kwa kupigwa kwake Yesu sisi tumepona. Ndio maana Biblia inasema hivi. Ukifuatilia vizuri Biblia inasema hivi. Mtu mmoja alipokuwa anatenda dhambi, wakati ule ilimpasa kuhani aingie mara moja kwa mwaka ndani ya hekalu. Na pale kwenye hekalu palikuwepo mahali panapoitwa patakatifu pa patakatifu. Bwana asifiwe. Yaani mfano wake ni huu. Patakatifu pa patakatifu, huku kulikuwa kuna ukumbi kama hivi, alafu ilikuwepo madhabahu nyingine ambayo makuhani wote walikuwa wanakuwepo pale. Pale paliitwa patakatifu. Alafu baada ya pale kuna madhabahu nyingine ambayo iliongezeka, ambayo makuhani wengine hawaingii. Anaingia kuhani mkuu, ambapo paliitwa patakatifu pa patakatifu. Hapo mahali ndipo ambapo kuhani alikuwa anaingia mara moja kwa mwaka. Yaani kama wewe umetenda dhambi, ulitakiwa uende umwambie kuhani dhambi uliyofanya. Umesema uongo, atakupa maelekezo pamoja na sadaka ile, ili sasa yeye ndio anayeruhusa ya kwenda kukufanyia maombi patakatifu pa patakatifu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa basi, huyu kuhani alikuwa anapoingia mahali patakatifu pa patakatifu, na yeye mpaka ajitakase kwenye ile madhabahu. Maana kwenye ile madhabahu unakuja, sio somo langu, lakini nakuja nifundishe siku nyingine. Kwenye ile madhabahu alipokuwa anaingia, ilibidi ajitakase. Na sio tu kujitakasa, alikuwa haruhusiwi kuhani mwingine kuingia mahali pale. Kwa hata huyu aliyekuwa anaingia ilikuwa ni sharti afungwe mguu, kama kwenye mguu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo alikuwa anaingia kule, ndio anabeba dhambi. Kama wewe umefanya dhambi, anaeleza fulani amesema uongo, fulani amefanya hivi. Kwa wale makuhani wakiona amekaa muda mrefu sana, maana watu walikuwa wanafia kule, wakiona amekaa muda mrefu sana, wanaivuta ile kamba. Wakivuta ile kamba, na yeye kuonyesha kwamba niko bado mzima, anatikisa mguu kwamba bado niko naendelea kuomba. Wanajua ni mzima. Maana wakivuta ile kamba, wakikuta hatikisi, basi wanavuta msonga, kwa sababu ameingia mahali pale akiwa hajajitakasa vizuri, na watu walikuwa nakufa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunaona sasa njia ya wokovu jinsi ilivyokuwa ngumu. Lakini nataka nikwambie, toka hapo kuna jambo lilifanyika. Mwambie mwenzako kuna jambo lilifanyika. Kuna jambo lilifanyika. Unapenda ujue? Unapenda ujue? Leo nataka nikwambie kwa nini tuko hapa, tuko huru. Kuna jambo lilifanyika. Maisha ya Yesu yote alipokuwa anaishi, katika mpango wote wa kumwokoa mwanadamu, hatua ya mwisho kabisa, maneno ya mwisho ambayo Yesu aliyasema akiwa pale msalabani, alikuwa anasema sasa imekwisha. Alikuwa
imekwisha, Biblia inasema kuna ishara zilitokea pale. Kuna ishara zilitokea pale. Ishara nyingine iliyotokea ni kwamba palikuwa na tetemeko. Ishara nyingine iliyotokea ni kwamba palitokea giza. Bwana asifiwe. Hizi ishara zilitokea. Palitokea giza. Ilikuwa ni saa 6 mchana. Palitokea giza mpaka saa 9. Bwana asifiwe. Lakini ishara nyingine iliyotokea, Biblia inasema pazia la hekalu lilichanika vipande viwili. Bwana asifiwe. Vipande viwili. Pazia la hekalu lilichanika vipande viwili. Na hilo pazia la hekalu ndipo ambapo walikuwa wanaingia makuhani. Kuna vitu ambavyo vilikuwa viko wakfu. Bwana asifiwe. Kuna vitu ambavyo vilikuwa viko wakfu ambavyo vilikuwa viruhusiwi mtu kuviona, vilivyokuwa kule kwenye ile madhabahu. Bwana asifiwe. Sasa utanielewa tu kwamba kwa nini nasema kuna jambo lilifanyika. Bwana asifiwe. Lilipochanika lile pazia la hekalu, vile vitu vikaonekana. Maana yake ilikuwa ni nini? Hamtaenda tena kusamehewa kule patakatifu kwa patakatifu. Sasa wokovu umekuja automatically. Bwana asifiwe. Haleluya. Ili mtu aweze kusamehewa, hata hitaji aende tena kule. Pazia tayari limeshachanika. Wokovu umeshahama. Hauko tena kule. Wokovu uko tena hapa msalabani ambapo Yesu amesimama. Anawaita watu wote, anawaita warefu, anawaita wafupi, anawaita wanene, anawaita wembamba. Kama Yesu amekuokoa, ungepunga tena mkono wako namna hii. Haleluya, watu wa Mungu. Maana yake ukisoma Biblia yako vizuri, Yesu anazungumza na mwanamke Msamaria. Anasema mwanamke anamwambia yule mwanamke, anasema kwamba alikuwa anamuuliza yule mwanamke, alikuwa anamuuliza kwa habari ya hekalu linalopatikana kule Yerusalemu. Sasa Yesu katika yale mazungumzo na kauli moja anasema hivi, yule mwanamke alikuwa anasema kwamba sisi tunaabudu kule Yerusalemu. Yesu anasema nyinyi mnaabudu msichokijua. Bwana asifiwe. Kwa msichokijua. Lakini yule alikuwa anasema tunaabudu kule Yerusalemu. Yesu anasema mwanamke, unisadiki sasa, kwa sababu saa inakuja nayo ipo ambayo waabudu halisi hawataenda kuabudu tena kule Yerusalemu. Watamwabudu Mungu katika roho, kwa sababu Mungu ni roho. Nao waabudu ndio wapaswa waabudu katika roho. Ni kitu gani kilikuwa kinamfanya huyu mwanamke aeleze habari ya kule Yerusalemu? Na Yesu alikuwa anaongea tofauti na kule Yerusalemu. Ni kwa sababu saa ilikuwa bado haijatimia ya watu kubaki kwenye mapokeo, kuona kwamba tutaenda Yerusalemu ili tuende tukatubu. Sasa Yesu alikuwa anaongea kwa habari ya imani, kwamba mtu mmoja anapoamini tu si mpaka aende tena kule Yerusalemu. Wokovu upo hata sasa. Unapomwamini Yesu tu mara moja, hapo unapata wokovu. Ndio maana wale tuliowapokea pale nje kutoka pale tayari wameshaokolewa. Hakuna sheria, hakuna chochote, wako huru kutoka pale. Wala hawatalipishwa chochote. Yesu alishalipa gharama. Hata sisi tulioko hapa tuliowapokea ni kwa sababu tumepewa bure, na sisi tunatoa bure kwa ajili ya ndugu zetu. Halo. Wangapi wanajua tunaokolewa kwa neema? Haleluya. Yesu akasema saa inakuja nayo ipo ambayo waabudu halisi hawataenda tena kule Yerusalemu. Kwa nini? Wokovu kuanzia siku ile ni Mungu anasema na mtu. Ndio maana kuna mtu mwingine anaweza akawa yuko hospitalini, ni maututi, anaokoka akiwa hospitalini hapo hapo. Mwingine anaokoka amepata ajali, gari limejikuta, wewe kama unasema kwa ajali hii Yesu nimeokoka.
leo nitamfuata Yesu awe Bwana na Mwokozi. Hata sisi tulioko hapa ninaamini kwamba kila mmoja leo tabia chema kwa ajili ya huyu Yesu, ya kwamba Yesu mimi nimeokoka, ya kwamba Yesu mimi nimekukiri, ya kwamba Yesu mimi nakuamini, na mimi napenda nitumie nafasi hii kukutia moyo wewe ulioko mahali hapa kwenye hili kambi la Ekaria, ya kwamba Mungu anakuangalia wewe, ya kwamba Yesu anakuangalia wewe. Tangu ulipookoka mimi zinatembea na wewe, tangu ulipookoka watu wanakuheshimu na sisi tunakuheshimu, tunajua wewe ni familia moja na tuko safari moja ya kwenda mbinguni. Haleluya watu wa Mungu. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa na kuamini, na hapa nataka niseme wokovu sio kuingia kanisani, wokovu sio kuvaa suti, wokovu sio kutembea kwa unyenyekevu. Wokovu ni badiliko analolipata mtu. Kama umebadilika, hebu piga tena makofi na vigelegele kama unahisi badiliko ndani yako. Sikiliza nikwambie, hakuna mtu anaweza kuokoka yeye mwenyewe, maana Biblia inasema hakuna mtu anayeweza kuja kwa Baba asipokuvutwa na mimi. Ukiona mtu anaokoka, iko neema inamvuta kwamba sogea kanisani, kwamba sasa badilisha maisha. Na ndio maana nataka niseme, ukisema nimeokoka, akili yako inasema nimeokoka, lakini moyo wako hauamini. Ndio maana kuna watu wanaingia kanisani lakini mambo ya dunia wanaacha. Kuna watu wanaingia kanisani lakini tamaa za dunia wanaacha. Kuna watu wanaingia kanisani alafu wanaanza kuwa wasumbufu. Kuna watu wanaingia kanisani ukisema hii makwaya wanasumbua. Kuna watu wanaingia kanisani ukisema toa mchango wanasumbua. Lakini yule aliyeokoka, anayemwamini Yesu na kukiri moyoni wake kuwa ni Bwana na Mwokozi, huyu tunamwambia toa mchango, anafurahi kutoa mchango, anafurahi kuimba, anafurahi kucheza, wakisema waya na waya, maana huo wokovu umetoka ndani. Wangapi wokovu umetoka ndani? Haleluya watu wa Mungu. Napenda Mungu anisaidie kanisa hii. Napenda Mungu akusaidie wewe uliyeko hapa. Wokovu ni badiliko la kweli. Wokovu sio kusema mimi nimeokoka. Hata ukiokoka huna sababu ya kumwambia mtu mwingine kuwa nimeokoka. Wokovu ni aliyeokoka, hata ukimwangalia tu roho yako inakushuhudia kwamba huyu ameokoka. Na mimi natamani kila aliyeko mahali hapa apokee chapa ya Yesu Kristo. Ukiwa sokoni watu wajue umeokoka, ukiwa nyumbani watu wajue umeokoka, ukiwa kanisani watu wajue umeokoka. Haleluya. Leo kuna watu wameokoka kanisani lakini wana kauli za kukwaza wenzao. Wanasema fulani leo nimemjogoa sana. Alikuwa anajifanya alikuwa anapanga nimemjogoa. Fulani alisema ni wahi kipindi fulani. Sasa anajidai leo sijawahi. Fulani amepita sehemu fulani nimejifanya sijamuona. Kwa nini mtu anasema hivyo? Bado hajapata wokovu. Unajua mtu akipata wokovu ndani, unajua sisi wote ukipata wokovu ndani tunaishi kama familia moja, watu tunaopendana. Ukimwona mwenzio anaumwa, ni wewe unaumwa. Ukimwona mwenzio amefeli, kuna sehemu ana changamoto, unapiga magoti. Wangapi wanapiga magoti kuwaombea wenzao? Unapiga magoti na muombea, unaibeba ile changamoto kama ni ya kwako. Mwenzio anafanya biashara, aidha ni wewe na madeni imemkumba, sio sababu ya kwanza kumsema kwamba huyu alikuwa anajifanya anabadilisha watu kwa sababu ni familia moja. Unapiga magoti na muombea kwa Mungu kwamba Mungu nalileta jina la fulani, angalia napata
kibinadamu yanaumiza sana. Fikiria, unaweza kukuta una mtu ambaye mlikuwa marafiki, mnasaidiana, mnatiana moyo, ghafla tu zimetokea tofauti za kutengana, basi anaanika kila kitu nje, anakusema, anakutukana, wengine wanaposti mpaka mtandaoni, wanasema nilikuwa namsaidia, nilikuwa nafanya nini. Lakini kibinadamu ni kweli unaumia, ni kweli inauma sana, lakini kwa sababu ndani yako yuko Bwana akifunga kinywa chako ili yeye ajibu. Nampenda Yesu kwa sababu Yesu akiwajibu watajua kweli amejibu. Na ninatamani Wakristo wote Yesu akujibie jioni ya leo. Yesu ajibie kwenye maisha yako. Yesu ajibie kwenye kazi yako. Majibu ya Yesu yamenitosheleza. Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni Bwana. Hii ndio faida ya kuokoka. Ukimkiri Yesu kwa kinywa na kuamini, Yesu anakuwa yeye ndio anajibu. Bwana asifiwe. Haleluya. Na hakuna raha kama Yesu akiwa anakujibia. Hakuna raha kama Mungu akiwa anakujibia. Iko mifano mingi. Tunaona Musa kwenda kuwatoa wana wa Israeli Misri. Kuna mambo alikuwa anamuuliza Mungu. Anamwambia wakiniuliza huyo Mungu aliyekutuma wewe ni nani? Mungu alikuwa anatoa majibu. Mwambie niko ambaye niko. Lile kumbuka sasa, lile sio jibu la Musa, ni jibu la Mungu. Kwa Musa alikuwa ni mtume. Mimi niko ambaye niko. Kuna kitu nataka mtukiangalia hapa. Bwana asifiwe. Adui hataacha kukufuatilia wewe. Hataacha kukufuatilia wewe mpaka Mungu atakapomjibu. Sio wewe. Jibu lako wewe halina nguvu kama jibu la Mungu. Jibu la Mungu ni jibu tosha. Adui analizika jibu la Mungu. Bwana asifiwe. Ndio maana tunaona Musa alikuwa anaenda kwa Farao, lakini Musa alikuwa ni mwanadamu ambaye na yeye anaenda kwa Farao, anamwambia Farao, Bwana amenituma nikwambie waachie watu wa Mungu wakamtumikie. Sasa Farao anamuuliza, huyo Mungu wako anaitwa nani? Anajibu. Na wakati mwingine ili nijue kama ni Mungu amekutuma kuna jambo gani, anadondosha fimbo ili ile fimbo ibadilike kuwa nyoka. Na fimbo inabadilika kuwa nyoka, unategemea Farao ataogopa. Farao naye anaita wachawi. Maana kwenye himaya yake kulikuwa kuna wachawi, kulikuwa kuna manaibu, kulikuwa kuna serikali ya kiufalme. Na wao wanadondosha fimbo. Unaona, kadri unapozidi kuomba ndipo changamoto inapozidi kuwa kubwa. Na wakati mwingine unaweza kusema Mungu ni kama asikii. Mimi leo nataka nikupe siri. Ukiona changamoto inakuwa kubwa, jua mwisho wako unaenda kuwa mzuri zaidi. Changamoto ilipokuwa. Unaona, Musa amedondosha fimbo, na fimbo ile ilipodondoka, Farao naye anaita watu wake. Nao wakadondosha fimbo, nazo zikabadilika zikawa nyoka. Lakini Mungu alitoa majibu thabiti. Mungu alitaka kumuonyesha Musa kwamba nyoka wake atabaki kuwa nyoka wake, na nyoka wa Farao watamezwa na ile nyoka. Hiyo inaonyesha kwamba ninakutia moyo wewe Musa, ya kwamba hata kama adui zako watadondosha nyoka, watadondosha fimbo, lakini mimi nitawafuta wote mbele ya uso wako. Na mimi nataka nikwambie, hata kama adui zako baada ya kuokoka ni kama wanaendelea kuwa wengi, usiogope, sio muda mrefu Bwana atawafuta kabisa. Sema atawafuta, sema atawafuta. Futa kabisa, futa kabisa, futa. Watafutika. Kwa sababu akiwajibu Mungu, majibu ya Mungu ni thabiti. Majibu ya Mungu ni yenye uhakika. Lakini tunaona kiburi cha adui, kiburi cha Farao bado kiliendelea kusimama. Bado Mungu alifanya
lakini nalolipenda ni hili la mwisho hili. Bwana asifiwe. Baada ya kuwafuatilia wale Waisraeli, walipofika mahali ya Shamu, walipofika mahali pale, mbele bahari, nyuma maadui. Bwana asifiwe. Mbele bahari, nyuma maadui. Unajua kuna wakati akili ya mwanadamu inastaki. Kuna wakati akili ya mwanadamu inachoka. Watu wakaanza kuongea, Musa, imekuaje? Uliona Misri hakuna makaburi? Si unaona? Hata mtu akiokoka, akija hapa kanisani, akaokoka, kile alichokuwa anakitaka hajakipata kwa wakati, tayari imani inaanza kupungua. Na kusihi katika jina la Yesu, imani yako isipungue. Wakati fulani Mungu ananyamaza kimya ili akutengenezee ushuhuda wenye nguvu zaidi. Kama tukimwomba Mungu kila kitu atakifanya, wakati mwingine tutashindwa kurudisha shukrani kubwa kwa Mungu, kwa sababu tutakuwa kauli zetu ni nyepesi sana. Bwana asifiwe. Hatutaona ukuu wa Mungu. Kwa hiyo hao wana wa Israeli, angalia vile Mungu aliwatendea, miujiza ambayo Mungu alitenda, lakini majibu yote pamoja na hayo wakaanza kunung'unika. Musa, ni kwa sababu uliona kwamba Misri hakuna makaburi, umetuleta huku ili tufe huku. Lakini Musa akawaambia, sikuwaambia neno hili ya kwamba tuendelee mbele, tutaona wokovu wa Bwana? Na hata mimi jioni ya leo ninalo neno moja, endelea mbele, utaona wokovu wa Bwana. Usiangalie vikwazo vya adui zako, usiangalie tayari kwamba wanasema nini, usiangalie kwenye biashara yako wanasema nini. Maana unamwamini Yesu, hata hapo utapita tu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Sikuambia kwamba sogeni mbele mtaona wokovu wa Bwana? Sasa Musa, huku nako tuambia tusonge, kuna bahari, na nyuma huku kuna maadui. Na unajua maadui, picha ya adui huwa inakujaga kwa kutisha sana. Wakiangalia nyuma, farasi usifikiri wanatembea kidogo kidogo. Farasi, yaani shetani ili akupate wewe anakuja kwa kishindo. Unasifiwa. Shetani ili akupate anakuja kwa kishindo. Shetani hawezi akaja, unamwona kabisa miguu ni dhaifu, anakuambia wewe binti, wewe kijana, mimi ndio shetani. Kwa hiyo jana sikula hapa na hapo, sina nguvu, sijui kama nitakuweza. Haji hivyo shetani. Bwana asifiwe. Kwa sasa angalia macho ya wana wa Israeli wakati huo yanaona hapa ndipo mauti, hapa ndipo kifo. Wakiangalia nyuma wanaona vumbi inatimka. Askari wa Misri wanatimua vumbi na wameshika mapanga, wako tayari kuua. Kinachobaki hapo ni kilio. Lakini wakimwangalia mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu anao neno tu, anawaambia hili neno sikuwaambia ya kwamba haya ndio Bwana atakayowatendea Waisraeli siku ya leo, nani mtamwona wokovu wa Bwana? Lakini wakiangalia huku wanaona baba vumbi inatimka. Hata wewe ndiye mahali hapa, chochote unachokiona kisikutishie. Kama unaimba kwaya, endelea na kwaya. Unaimba kabla ya Elia, endelea kuimba. Unaimba kwaya, endelea kuimba. Chochote kile ambacho kinakutishia kinyamaze kimya katika jina la Yesu. Bwana atakujalia utukufu. Bwana asifiwe. Neno la Mungu linabaki kuwa neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu sio la mwanadamu. Bwana asifiwe. Ukimkiri kwa kinywa, anaweza akawa majibu. Ndio tunaona sasa muujiza ambao unafanyika pale wa bahari ya Shamu kugawanyika, kitu ambacho hakijawahi kutokea. Na bahari ya Shamu inagawanyika, Musa anaongoza watu kupita pale, wanapita mahali palipo salama. Lakini adui bado hajaacha, kadri wanapotembea naye adui anapita, anaingia huko.
Unafikiri basi tunapoelekea bado watanikamata? Lakini Biblia inasema Mungu alizifanya hatua zao zisiwe zinasonga, hata kama wanatembea lakini hazieki. Zina shake hapo, zinatembea. Ila wao wakijiangalia wanaona kama wanatembea. Mpaka lile kanisa ambao walikuwa waliongoza Musa lilipotoka kwenye ile bahari, ndipo Mungu akamwambia nyosha tena fimbo. Sasa akanyosha fimbo. Tunaona mwisho wa kelele za adui uliishia pale. Wangapi wanatamani kuona mwisho wa kelele za adui zao? Kama wewe unasha mkono wako, sema Bwana nipiganie. Haleluya. Hata kanisa hili Bwana atalipigania. Simameni imara sana, mwamini huyu Yesu. Ukimkiri kwa kinywa na kuamini moyoni mwako unaokoka. Mungu akubariki sana. Kesho tutaendelea mahali tulipoishia. Karibu sana.